Watu wengi wamekuwa wakijiuliza hivi kwa nini msanii wa Chief Godlove namzungumzia Pipi Jojo aliamua kufanya maamuzi mazito sana kuweza kuachana na lebo hiyo ili kwenda kuwa free kabisa kwenye engo ya muziki, kitu ambacho watu wengi wamejiuliza kwa muda mrefu sasa. Sasa majibu yanadai kwamba msanii huyo anataja kuweza kusign katika lebo ya WCB, moja kati ya lebo kubwa zaidi kimuziki Tanzania and East Africa in general, kitu ambacho kimeweza kuwatoa baadhi ya mastaa wengi. Ukimtaja Harmonize, ukimtaja Rayvanny, ukimtaja Mbosso na wasanii wengine kibao wameweza kupita kwenye lebo hiyo. So pengine Pipi Jojo ameliona hilo na ndio maana akaamua kuweza kumwaga wino wake katika lebo hiyo ya WCB. Sasa ni moja kati ya info ambayo imeendelea kuchukua nafasi kwenye muziki na of course moja kati ya kwenye ulimwengu wa burudani imeendelea kugusa, licha ya kwamba Chief amefunguka sababu za kuweza kuachana naye katika lebo hiyo na kuweza kumweka pembeni, lakini mitandao na watu jinsi ambavyo wamekuwa kizungumza wameendelea kuzua taarifa tofauti kuhusiana na kuweza kuachana kwa. Wengi wanadai kwamba haikuwa kwa wema, haikuwa kwa vizuri, yani kuachana kwamba bana achukua 50 zako na mimi nichukue 50 zangu ukafanya muziki nje ya la Leaf Loot Music. So msanii wa muziki nchini Tanzania namzungumzia Diamond Platnumz amepokea malalamiko hayo ya msanii huyo ambaye ameachana na Chief Godlove, na alichokizungumza yeye ambacho amekisema baada ya kuweza kukutana naye ilikuwa ni hivi. Hapo chini kuna neno subscribe, liguse sasa ili tuweze kuondoka kwa pamoja na kuweza kupeana info zote za kiburudani kutoka Tanzania hata nje ya mipaka ya Bongo. La nao tunasogea kidogo kuhusiana na taarifa ya Platnumz. Mapema siku ya leo bana, msanii wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz yamejibu tuhuma ambazo zimekuwa zikiendelea na maswali ambayo yamekuwa yakigonga vichwa kwenye mitandao ya kijamii juu ya yeye kuweza kumsaini msanii huyo ambaye anaitwa Pipi Jojo mapema hii siku ya leo, na amefunguka ukweli kwamba tayari kuna process zipo za kuweza kumuongeza katika lebo hiyo ya WCB kwa ajili ya kuweza kuendeleza kufanya muziki na kuziba au kuweza kuongeza nguvu ambayo ipo pale. Azino kwamba kuna msanii mmoja tu wa kike ambaye anaitwa Zuhura au maarufu kama Zuchu katika lebo ya WCB, so huenda akaongeza nguvu katika lebo hiyo kwa upande wa watoto wa kike. Je, niambie kwenye comments hapo, unaona uwezo wake unaweza kufit katika lebo hiyo au unaenda kupotea kabisa? Kwa sababu tumekuwa tukiamini kwamba baadhi ya watu ambao wamekuwa kitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine huwa wanapata anguko kubwa sana kwenye muziki wao. Je, hili litakuwa pia kwa msanii Pipi Jojo au ataenda kufanya vizuri kutokana na uwezo wake ambao amekuwa nao? So Platnumz amejibu kwamba ni kweli nimemsign WCB, kwa huenda soon tu mambo yatakaa sawa ili kuweza kunyoosha kama ambavyo watu wengi wamekuwa kiamini kwamba ilikuwa tu moja kati ya kitu ambacho hakikuwa sawa hapo zamani, lakini sasa hivi kimenyoka kinoma noma. Dondosha comment yako kuhusiana na wasanii wa Bongo Flava, the way ambavyo wanatoka sehemu moja au sehemu nyingine. Tatizo ni lebo, tatizo ni msanii, au tatizo ni manager ambaye anakuwa anasimamia hiyo lebo, hayuko serious na muziki? Mtazamo wako ni chanya.